Wakati joto la kisiasa nchini Tanzania likiendelea kuongezeka, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekuwa kikidai kwamba kimekuwa kikifanya shughuli za kisiasa pasipokuwa na ruzuku. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Godbless Lema amemtaka msajili wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania Francis Mtungi kutoa pesa kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Katika kauli yake nzito aliyoandika kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, Godbless Lema alisema, na kupa wiki 2 tu kutoka sasa uwe umetoa pesa yote ya Chadema, sio ombi, ni amri kutoka kwa Mungu. Aliandika hivyo Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kunyimwa ruzuku kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni moja ya masuala yaliyozua mjadala mkubwa katika siasa za Tanzania katika kipindi cha hivi karibuni. Ruzuku ya vyama vya siasa ni fedha zinazotolewa na serikali kwa vyama vinavyokidhi vigezo vya kisheria kwa lengo la kusaidia shughuli za kisiasa, kuimarisha demokrasia na kuhakikisha ushindani wa kisiasa unafanyika kwa misingi ya haki. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, vyama vya siasa vinavyopata uwakilishi bungeni au kukidhi masharti yaliyowekwa vinaweza kupata ruzuku kutoka serikalini. Fedha hizo hutumika kugharamikia shughuli mbalimbali kama kuendesha ofisi za chama, kutoa elimu ya uraia na siasa, kuandaa mikutano ya chama, kulipa utumishi wa chama, kuimarisha utafiti na sera, kusaidia shughuli za viongozi na matawi ya chama. Kwa vyama vikubwa kama Chadema na CCM, ruzuku imekuwa sehemu muhimu ya mapato ya kuendesha shughuli za kila siku za chama. Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na taarifa kwamba Chadema haikupokea ruzuku yake kutokana na sababu zilizotolewa na mamlaka husika zinazohusiana na utekelezaji wa matakwa ya kisheria na kiutawala. Mamlaka zimeeleza kuwa swala hilo linahusiana na masharti yanayosimamia usajili na uendeshaji wa vyama vya siasa. Kwa upande wake, Chadema imekuwa ikipinga hatua hiyo, ikisema kuwa kunyimwa ruzuku ni hatua inayodhoofisha ushindani wa kisiasa na inaweza kuathiri uwezo wa chama kutekeleza shughuli zake za kawaida. Iwapo chama hakipati ruzuku kwa muda mrefu, kinaweza kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto za kifedha. Ruzuku ni chanzo kikubwa cha mapato kwa chama. Kukosekana kwake kunaweza kuathiri mishahara ya watumishi, uendeshaji wa makao makuu, gharama za ofisi za mikoa na wilaya, mikutano na shughuli za kisiasa. Bila fedha za kutosha, chama kinaweza kushindwa kufanya ziara za viongozi, mafunzo kwa wanachama, kampeni za uhamasishaji, tafiti na maandalizi ya sera. Changamoto ambazo Chadema imepitia siku za hivi karibuni. Mbali na swala la ruzuku, chama kimekabiliwa na changamoto kadhaa. Moja ya changamoto kubwa imekuwa ni kesi inayomkabili Tundu Lissu. Kesi hiyo imevutia ufuatiliaji wa ndani na nje ya Tanzania, huku mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya jumuiya za kimataifa yakitoa wito kwa kuheshimiwa kwa haki za kisheria na mwenendo wa haki katika mchakato wa kesi. Kumekuwa na mjadala mpana kuhusu mazingira ya kisiasa nchini, ukiwemo uhuru wa kufanya mikutano ya kisiasa, uhuru wa kujieleza, haki za vyama vya upinzani, usawa wa kisiasa kabla ya uchaguzi. Vyama vya upinzani ikiwemo Chadema vimekuwa vikitoa maoni yao kuhusu masuala haya, huku serikali ikiweka mkazo kwa sheria na taratibu zinapaswa kufuatwa.